Pokea sifa, shukrani na utukufu Mwokozi. Jina lako lihimidiwe na kutukuzwa tena na tena. Wako umethibitika kwa Mungu uliye mwema na mwaminifu. Ni mpya kila asubuhi fadhili zako. Ndiyo maana hatukuangamia. Hii na iwe fursa nyingine utakayojitukuza katika maisha ya kila mfuatiliaji na anayefungamana kwa dhati katika nguvu katika neno siku hii ya leo. Tumia tena kinywa hiki cha udongo kwa kusudi la kuyapitisha yale yaliyo ya kiungu na yale ya milele. Aondolewe katika dhiki yeye aliye katika dhiki. Aondolewe katika mkwamo yeye aliyekwamishwa na jambo liwalo lote. Nena nasi tupewe kupona. Timiza makusudi yako pande zote za maisha yetu, na wewe uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni uzuri ulioje tena kwa Mungu kutuleta pamoja katika majira kama haya ya nguvu katika neno. Huu ni wasaa na fursa ambayo Mungu anatupatia tena kila itwapo leo. Na ni kwa kusudi moja tu la kukujulisha wewe njia za Mungu, kukukutanisha na Mungu na kukufanya wewe upokee yale ambayo Mungu ameyakusudia yawe sehemu ya maisha yako. Yuko mtu anayejulikana kwa umaarufu kama toashi wa Kushi, aliyemuuliza Filipo swali, nawezaje kuelewa kama mtu asiponifahamisha haya? Mtu huyu alikuwa akisoma gombo la chuo cha nabii Isaya, na yale anayoyasoma anajua kusoma lakini haelewi, mpaka Filipo alipomjulisha habari ya maandiko hayo yananena nini. Naye akajua habari ya Yesu Kristo, akajua habari ya wokovu, akajua habari ya Roho Mtakatifu. Akasema, kama nimemwamini Yesu na maji ni hayo hapa, ni kitu gani kinachonizuia nisibatizwe? Jambo la kushangaza ni kwamba huyu mtu alikuwa anajua kusoma, na alikuwa akisoma habari za mambo ambayo anasoma, anamaliza mlango kwa mlango, mstari kwa mstari, ukurasa kwa ukurasa, lakini haelewi. Kuna mambo katika misingi ya imani na katika kanuni za maandiko hayako kwa ajili ya mtu kuyaelewa mwenyewe, yako kwa mtu kuelekezwa na kujulishwa njia ya yale ambayo yamefichwa katika maandiko. Hiki ni kitabu chenye mihuri, ni mpaka waliopewa mamlaka ya kuzivunja muhuri. Mihuri ivunjwe na wewe upate kuelewa yale yaliyofichika humo. Na nena hivi ili nikulete mahala pa shukrani zangu za dhati tena kwa ajili ya familia yote ya ENCC Mji wa Bwana, ambao kwa neema na ushirikiano wa timu nzima ya Hebron Media wamekuwa sababu ya nguvu katika neno kuwa hewani. Katika Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu, changamoto zako zinafanywa kuwa ushuhuda, na magumu Bwana anayarahisisha. Waambie wengine, washirikishe wengine ya kwamba Bishop Manase anahudumu kupitia nguvu katika neno sasa, kwa kuwa kutujilia kwa neno lake kunatia nuru, na mtu anapoenenda nuruni hajikwai, maana giza haliko kwake tena. Na uwe miongoni mwa watu wanaoenda nuruni, na giza litengwe mbali kabisa na maisha yako. Ni njema kwamba tunapozungumza na nguvu katika neno, tunaongea mtiririko wa vipindi kadhaa katika topic tofauti tofauti, na hizi zikiwa zinatosha kumpa maarifa na ufahamu kila anayesikiliza. Ningemshauri kila mmoja wenu ambaye
anasikiliza kama hivi moja kwa moja kwenye TV, nenda katafute series zote zilizo uploaded kwenye mtandao wa kijamii, ikiwa ni Hebron TV, YouTube au kwenye Facebook na kwenye mitandao mingine yote. Itakusaidia kufuatilia vipindi vilivyopita au hata vile vinavyokuja, kama kwa namna moja au nyingine, kwa sababu yoyote kipindi hicho kilikupita wakati nikiongea hewani hukuwa mbele ya TV yako. Naam, tumekuwa tukinena sasa kuikabili roho ya mkwamo. Tuko katika sehemu ya 6 na hiki ni kipindi cha 4 cha sehemu ya 6. Awamu inayokuja tutakuja kwenye sehemu ya 7 ya kipindi hiki cha kuikabili roho ya mkwamo. Tunaikabili roho ya mkwamo, roho ambayo haipasi mwanadamu yoyote kuivumilia, haipasi mwanadamu yoyote yule kuishi nayo, na haipasi mwanadamu yoyote yule kujikuta kwamba amenaswa na hiyo na anajaribu kunasuka akiwa haoni njia, hapati mwelekeo wala haoni suluhisho. Roho ya mkwamo. Vipindi vitatu vilivyopita tunashughulika na roho ya mkwamo inayodhihirika katika roho tunayoita roho ya Elimelech, yani the spirit of Elimelech, ambayo inadhihirika katika namna ya kuwako kwa roho ya majanga ya namna nyingi. Na majanga ya namna nyingi yalimpata Elimelech, na majanga ya namna nyingi yalimkabili mtu aliyelala kwa kupoza kwa miaka 38 katika Injili ya Yohana sura ya 5. Majanga ya namna nyingi yaliangukia familia ya Eli na Israeli yote. Hichi ndicho kipindi kilichopita tulipokuwa tukinena habari ya Eli na Israeli yote. Nami nilikuahidi ya kwamba leo hii tutakuwa tunaenda kumgusa Ayubu. Habari ya Ayubu ni ndefu na inapatikana katika kitabu chake cha Ayubu, lakini nisome maandiko ya ushuhuda wa Paulo mtume kutoka katika Agano Jipya, Korintho wa pili sura ya 1. Nami natamani nisome mstari wa 8, mahala ambapo Paulo ananena ushuhuda wa magumu yanayomkabili. Ukianza mstari wa 7 anasema, na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, ni tumaini lililothabiti hili, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso. Watu walikuwa ni washiriki wa machungu. Kumbuka kipindi kilichopita nimekuambia kwamba mashambulio namna hii yanaweza kuwashambulia wenye haki na yanaweza kuwakuta waovu, lakini habari ya wenye haki kunakuwa na mwisho daima. Mwisho wake utakuwa na matokeo yenye kumtukuza Mungu. Anasema vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Hapa inamaanisha nini? Watu hawa walishiriki machungu, lakini watu hawa wameshiriki furaha. Watu hawa walifedheheshwa, lakini watu hawa sasa wanaheshimiwa. Watu hawa walikwamishwa kwenye maeneo fulani, lakini watu hawa sasa wamepewa mpenyo na wanapewa kwenda kwa kasi. Maana ndugu, mstari wa 8, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Tulikata tamaa ya kuishi. Tazama, huyu ni Paulo mtume anayeongea haya. Paulo anayenena akiwa mahala panaitwa Ikonio, Listra na Derbe. Walimpiga mawe wakamwacha katika hali ya kuwa nusu mfu. Hiyo ndiyo Asia ndogo anayoiongelea hapa kwa Wakorintho. Walikuwa na dhiki kubwa,
Paulo akaenda mbingu ya tatu na akakataa kufa. Anasema, nilipofika kule nikatazama, nikatamani nibaki kule kwa uzuri wa kuwako kule. Nami nilipotazama huku duniani kwa ajili ya hawa, nikachagua niishi huku duniani. Anapozinduka kutoka katika hali ya ufu, anawaambia Yohana, Marko na Barnabas, tunarudi tena kule kwenye mji ule wa Listra walikonipiga, ili tukawaimarishe wale waliokata shauri, waliookoka wasiache imani. Saa ile Marko akaona hapana, kule hatuwezi kurudi, kule kuna mauti. Akaondoka, wakarudi Antiokia, na Paulo akarudi kukutana na watu waliompiga ili awahudumie tena kwa thamani za pendo la Mungu. Haikuwa hivyo tu. Katika sura ya 7 ananena habari ya taabu ya Makedonia. Ananena nini katika mstari ule wa 5? Anasema, kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu. Miili yetu haikuwa na nafuu. Wametoka kwenye dhiki moja, wameenda kwenye dhiki nyingine, bali tulidhikika kote kote. Kulikuwa na dhiki kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani kulikuwa na hofu. Huko nje kuna vita, watu wanapambana na sisi kila mahala, na ndani yetu kumejawa na hofu. Na anasema, lakini Mungu mwenyewe mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Alitufariji kwa kuja kwake Tito. Jina Tito linamaanisha comfort, linamaanisha faraja. Kwa hivyo alikuja Tito na alikuwa amebeba faraja ya Mungu kwa hawa watumishi wa Mungu. Alikuja Tito na alikuwa amebeba faraja ya Mungu. Nimenena tena hapo kwanza, nami sijanena kupita kiasi, ya kwamba kumwamini Mungu hakukuondolei wewe sababu ya kuto kupambana vita. Mapambano yataendelea kuwepo, makabiliano yataendelea kuwepo, lakini Mungu anakupa hakikisho ya kwamba mara zote itamalizikia kwa wewe kuwa na ushindi. Ndivyo tunanena Paulo huyu anayesema kwamba tulifika mahala tukakata tamaa ya kuishi. Kumbuka, ndiyo yeye mwenyewe huyu Paulo ambaye ametoka na safari ya kutoka Yerusalemu kwenda Rumi kwa Kaisari. Merikebu ilikuwa imepigwa na mawimbi makali. Kwa muda wa siku 14 hawakuliona jua. Alisimama akiwa na minyororo na mikatare ya mfungwa. Akawatia moyo, akasema, amkeni mle mnywe, kwa kuwa malaika yule wa Mungu ambaye mimi nasimama mbele yake amekuja kwangu, akanena nami usiku leo kwamba hautaanguka chini hata unywele mmoja. Mtu wa namna hii anawezaje kukata tamaa ya kuishi? Wakiwa wamefika katika kisiwa kimoja wapo cha Melita, ndivyo ambavyo nyoka wa sumu kali alikuja akamgonga Paulo, naye akamtukusia motoni, naye hakudhurika na sumu yoyote. Watu wa mji ule wakadhani ni Mungu amekuja kwa umbo la mwanadamu. Je, mtu wa namna hii anakataje tamaa ya kuendelea kuwa hai? Je, mtu wa namna hii anawezaje kupoteza matumaini ya kuishi? Ndiyo maana anasema dhiki iliongezeka sana na mapambano yalikuwa makali. Huko nje mapambano yanaendelea, na ndani yetu tulikuwa tumejawa na hofu. Lakini mtazame Paulo huyu katika mwisho wa ushuhuda wake. Anasema, imani nimeilinda, vita nimevipiga vizuri, na mwendo nimeumaliza. Huyu ni mtu ambaye shetani hakunyang'anya uhai wake kabla ya wakati wake. Magonjwa hayakummeza na kumpeleka kaburini kabla ya wakati wake. Anasema, niko tayari kumiminwa, niwe kinywaji
na uvumba wa manukato ya uzuri kwa Mungu wangu. Tone la mwisho lilipo tayari kumiminwa, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Amepita katika dhiki, amepita katika magumu, lakini mwisho wa yote jina la Bwana limetukuzwa. Uhai wake umekuwa zawadi kwa Mungu wake. Mpaka leo hii tunaposoma nyaraka kadha wa kadha za Paulo, zaidi ya nusu ya Agano Jipya ni ufunuo wa yale Mungu aliyompatia. Ni mtu ambaye ingawa yuko kaburini, sauti yake bado ingali kinena na vizazi vya wanadamu kwa mamilioni na vizazi hadi vizazi. Mungu huyu asikusahau wewe. Na nena roho ya Elimelek, mkwamo unaodhihirika kwa roho ya Elimelek katika familia ya Ayubu. Sura ya kwanza tu ya kitabu cha Ayubu inanena yaliyo mengi ambayo ndiyo majanga yaliyoipiga familia ya Ayubu. Mambo 7 yanatokea kwa haraka. Jambo la kwanza, Ayubu alipoteza mali yake yote. He lost all of his possessions. Kila alichokuwa nacho. Alipoteza ng'ombe, kondoo, ngamia na wafanyakazi, vyote pamoja vikatekwa. Alibaki mfanyakazi mmoja kuleta habari ya yaliyotokea. Kuna namna ambayo saa hii anapopoteza vitu vyote, vitu kwa maana ya vitu, inatosha kusema kwamba huyu mtu amepata tatizo kubwa. Fikiri, kampuni ile, huduma ile, taasisi ile uliojaribu kuijenga na kuinua kwa miaka mingi, kufumba na kufumbua uambiwe ya kwamba imekuwa zero, na sio zero tu, ila una madeni ya kuyakabili na hujui utaanzia wapi. Ndiyo status aliyokuwa nayo Ayubu ndani ya siku moja. Jambo la pili, Ayubu alipoteza watoto wake. Alipoteza watoto wake. Nimenena katika kipindi kilichopita cha pili, nadhani katika mtiririko wa sehemu hii ya 6 ya vipindi vya nguvu katika neno, kuikabili roho ya mkwamo, linena kuhusiana na maisha ya mtu. Haipasi aishi akizika watoto wake. Haipasi. Watoto inatazamiwa ni maisha ya kila mmoja. Ndivyo unavyotazama the end of the patriarchs. Mwisho wa yote, Ibrahim akalala katika Bwana, naye akazikwa na watoto wake wote. Hata Ishmaili aliyekuwa amefukuzwa na mama yake Hajiri atoke kwa Ibrahim, siku ya mazishi ya Ibrahimu Ishmaili alikuweko. Maandiko yanaweka record za haya. Watoto wote 6 wa Ketura walikuja ili wamzike baba yao, na Isaka alikuwa ndiye kiongozi wa mazishi haya. Ndivyo unavyoona Yakobo na Esau ndio waliowazika wazazi wao Rebeka na Isaka. Ndivyo unavyoona watoto wa Yakobo walimzika Yakobo, walimchukua Misri wakampeleka Makpela huko Gerari wakamzika. Ni kanuni iliyoenda kwa vizazi na vizazi, kwamba watoto wataona mwisho wa wazazi wao. Wazazi haipasi waone mwisho wa watoto wao. Hii ndiyo baraka. Na unapotazama Ayubu, anaambiwa watoto wako wote wameangukiwa na kuta za nyumba walipokuwa wakifanya sherehe katika nyumba ya moja wa ndugu zao. Na mimi nimeponyoka nije nikueleze tu habari ya yaliyotokea. Imagine
ndani ya masaa machache ameambiwa ng'ombe, kondoo, ngamia, punda na kila kilichopo kimepotea. Bado hajatulia, anaambiwa watoto wako wote kabisa, hakuna aliyebaki akiwa hai. Watoto, mara kadha nimesema, ndio blanketi la kukufunika siku zako za usoni, siku zako za uzeeni. Kwa lugha nyingine, aliachwa akiwa hayuko salama, aliachwa akiwa yuko mtupu. Moja ya nyakati mtu aliniambia, nimeota mtu ananinyang'anya shuka langu, nimejifunika naye ananinyang'anya. Alikuwa ananyang'anywa blanketi. Nami nikamwambia, omba kwa kina kuhusu watoto wako. Maanake ni kwamba kuna mikono inayokunyang'anya watoto wako. Na kwa sura hiyo, ukiachwa bila ya blanketi la kukufunika, maanake umeachwa bila ya kuwa na uzao wakati Mungu alikupatia uzao. Ayubu akabaki akiwa hana mtoto hata mmoja, wakati alikuwa na watoto ambao ni watu wazima wanaotosha kuwa na shangwe katika nyumba ya mmoja wao. Na ni vivyo hivyo, mtoto anapotoka kwenye utoto na anapoendelea kukua, ndiyo thamani ya mtoto huyo inavyoongezeka. Mtoto akipotea akiwa tumboni, watu hawajajua sura yake ilifananaje, tabia yake ikoje, inauma. Lakini inawauma wazazi ambao walikuwa wampate mtoto huyo kwa kuwa matumaini yao yamekatishwa. Na mtoto anapopotea akiwa na miaka 2, tayari watu wamemjua jina lake, na watu wameanza kujihusisha naye, na watu wanajihusisha na wazazi kupitia mtoto huyo, au na mtoto kupitia wanajihusisha na wazazi ili wamguse mtoto huyo. Mtoto anapokuwa amemaliza darasa la 7 akipotea, maumivu ni tofauti na mtoto akiwa amemaliza chuo. Anapopotea, maumivu yanakuwa ni ya kiwango kingine cha juu zaidi. Na mtoto anapokuwa ameanza maisha yake ya ndoa na familia, akipotea, machungu huwezi kulinganisha na mtoto. Wote ni watoto, lakini investment. Ndio maana katika ulimwengu wa maandiko kuna mtoto anayeitwa mtoto aliyeandaliwa kukaa kwenye kiti cha enzi cha Farao au cha mfalme wa Moabu. Mfalme wa Moabu anapomtoa kafara mtoto yule aliyemwandaa ili akae kwenye kiti cha enzi, sio kama mtoto aliyempata kwa suria fulani wa taifa fulani na suria fulani na ndoa ile na mwanamke yule akaamua mzalie mtoto. Thamani ya watoto hawa machoni pa Mungu iko sawa, kwa kuwa wote wana roho, wote wana pumzi ya Mungu. Lakini thamani ya kuwekeza kwa maana ya matarajio ya impact wanayoweza kuzalisha hawa watoto ni vitu viwili tofauti. Ayubu alipoteza ndoa yake. Hii ni pointi ya 3. Kwa nini unasema alipoteza ndoa yake, Bishop? Utaona ya kwamba mke wa Ayubu anamwambia, mkufuru Mungu Ayubu ufe. Imetosha habari ya kushika unyoofu na kumwabudu huyo Mungu ambaye majanga haya yanatupata na Mungu huyo hasaidii chochote. Na unajuaje ya kwamba ndoa iliishia hapo? Ni kwa sababu wale tunaosoma maandiko tunajua ya kwamba Mungu aliporudisha kila kitu maradufu cha Ayubu, mke aliyekuwapo aliyemzalia watoto 7 Ayubu hakuwa yule aliyeleta makufuru. Maana yake kuna mke aliye take over nafasi ya mke yule wa kwanza, mke ambaye aliamua kuachana na Mungu. Ilikuwa ni furaha yake kuona ustawi, mafanikio, afya njema na vyote vya kuwa maarufu, lakini hakuwa tayari kukabili the multiple disasters katika familia yake. 4, Ayubu alipoteza marafiki. Alipoteza marafiki. Mara nyingine kupoteza marafiki sio lazima wakuache wapotee, hawasiliani na wewe na hawaongei na wewe, hawapokei simu zako na hawajibu jumbe zako. Hapana.
kina Elifazi Mtemani, kina Sofari Mnamathi, kina Bildadi Mshuhi na Elihu mwana wa Barakeli mbuzi walikuja wakimzunguka Ayubu. Lakini utajua ya kwamba hawa hawakuwa rafiki, maana maandiko yanasema Mungu aliwaita kuwa ni wafariji wataabishaji. Na jina jingine ambao maandiko yanawaita kwa jina lilo la tofauti linawaita matabibu wasiofaa kitu. Matabibu wasiofaa kitu wanamzunguka Ayubu. Walikuwa rafiki siku zote, lakini sasa wanaongeza machungu kwa Ayubu baada ya kuleta faraja. Ayubu, wewe ni mwenye dhambi. Ayubu, tubu kwa Mungu wewe. Ayubu, tangu dunia imeumbwa hatujawahi kuona mwanadamu yoyote awe na haki alafu akutwe na haya yaliyokukuta wewe. Ayubu, una dhambi tu. Na Ayubu hakuwa na ufunuo wa kujua kuna shetani. Yeye alikuwa nadhani watu wanapata mema na mabaya yote yanatoka kwa Mungu. Ayubu anamwambia mke wake, je, tupokee mema tu kwa Mungu, tusipokee na mabaya? Siku nilipotambua ya kwamba Mungu hana hazina ya mabaya hata tone la moja. Kila kitolewacho kilicho kamili na kila kutoa kuliko kwema kunatoka kwa Mungu aliye Baba wa mianga yote. Ukitokea mabaya yoyote, shetani yuko kwenye operations. Ayubu hakuwa na ufunuo wa kujua ya kwamba shetani ameenda kwenye kiti cha enzi, kwenye baraza ya mbinguni, kwenye the Watchers Council, the Divine Watchers Council, the Court of the Lord. Hapo amepata idhini ya kuja kumtaabisha Ayubu. Ni mpaka baraza ile iketi tena na ifanye maamuzi kwamba hapa Ayubu umepona. Na baraza hii yanayoamuriwa na baraza ndiyo yana nguvu. Mungu anaridhia yale baraza inayoamua. Na baraza hii inahudhuriwa na wote walio duniani na walio mbinguni. Ndiyo, tunapoenda mbele za Mungu kwa maombi, tunahudhuria kwenye baraza ile ya mbinguni kufanya maamuzi ya mambo hapa duniani. Ndio maana yale tunayoyafunga duniani yanafungwa na mbinguni, na tunayoyafungulia duniani yanafunguliwa na mbinguni. Rafiki wa Ayubu wakawa wafariji wataabishaji. 5, Ayubu alipoteza jina lake lililo jema. Maandiko yanasema kulikuwa na mtu huyu alikuwa ni mtu mkuu katika nchi ya Usi. Maana yake alikuwa na jina la thamani na jina la mtu maarufu. Lakini kufumba na kufumbua, Ayubu akawa ni mtu aliyepoteza mali yake yote. Amepoteza ndoa yake, amepoteza marafiki, na ameacha kuwa maarufu tena. Jina lake halibebi heshima aliyokuwa na beba. Watu hawamthamini kwa heshima ile aliyokuwa nayo tena. Ni majanga ya namna nyingi. 6, Ayubu alipoteza afya yake. Wakati wowote katika mapambano ya kiroho, kwa mtu yoyote anayepambana na mambo yoyote, inapokuja suala la kwamba adui sasa anaigusa afya yako, hili huwa ndilo pigo la mwisho la kiwango cha juu kabisa ambalo shetani amemaanisha kwamba sasa anataka kukumaliza baada ya kukushindwa kwenye mengine yote. Ayubu, maandiko yanasema hakunena wala kumwazia Mungu kwa ubatili. Lakini mwisho Ayubu alipoteza fursa ya namna yake ya kumwabudu Mungu. Alipoteza hiyo connection ya kumwabudu Mungu kama ilivyokuwa kawaida yake. Maana maandiko yanasema kila siku asubuhi Ayubu angeinua madhabahu, akatoa dhabihu kwa ajili ya familia yake na dhabihu kwa ajili ya watoto wake mmoja baada ya mwingine. Ayubu akisema ya kwamba pengine watoto wangu huko walikoenda wamemtenda Mungu dhambi,
Naomba kondoo huyu afunike dhambi ya mtoto wa kwanza, dhambi ya mtoto wa pili, dhambi ya mtoto wa tatu, kondoo wake. Na ni nani ajuae kwamba kilicho ruhusu adui kuangamiza watoto wale, hiyo sherehe maandiko hayatuambii ilikuwa ni sherehe ya namna gani? Nani ajuae kwamba walikuwa wakifanya ulevi, walikuwa wakiwa wamealika marafiki baradhuri walio mbali na Mungu? Ayubu alijua nyendo za watoto wake zinaweza kumkosea Mungu. Tangu amenyang'anywa mali yake yote, amenyang'anywa watoto wenyewe, amepoteza ndoa yenyewe, hana marafiki wa kumweleza chochote cha maana, hana jina lilo jema tena, na ni mdhaifu, amepoteza afya. Sasa hakuna tena connection kati ya yeye na Mungu. Ayubu alikuwa amekutana na majanga ya namna nyingi. The practical manifestation of the multiple disasters inadhihirikaje katika maisha ya mwanadamu siku kwa siku? Mambo matatu katika hitimisho lake. Jambo la kwanza, mashambulio haya huwa yanampata mtu yakiwa yamelenga kumfedhehesha mtu na kumfanya mtu huyu awe mtu aliyeaibika machoni pa wanadamu. Shambulio la namna hii linalokuja la majanga ya namna nyingi, lengo lake la kwanza ni kukupiga na pigo la fedheha. Katika wale ambao walikuwa wakifuatilia vipindi vyangu vya audios kule redioni, utasikia moja ya topic niliyoongea kwamba fedheha haitakuwa fungu langu. Kwa kuwa Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa fahari na utukufu. Alimuumba kwa namna ya kushangaza, ya ajabu na ya kutisha. Shetani alitazama kiumbe aliyeumbwa anaitwa mwanadamu, na Mungu alimshangaza shetani na hata malaika wa mbinguni, kwa sababu malaika wa mbinguni wameumbwa lakini sio ndugu. Malaika wa mbinguni wameumbwa kila mmoja kivyake, hawana mahusiano ya damu. Malaika wa mbinguni ni roho lakini hawana mwili wa udongo. Mwanadamu ana mwili wa udongo lakini pia ni roho, anaishi katika mwili. Mwanadamu ukimlinganisha na mnyama kama mbuzi, kama kondoo, kama ng'ombe, mnyama hana roho lakini ni kiumbe aliye hai. Mnyama anapozaa anazaa kiumbe wa mwili. Mwanadamu anapozaa kiumbe anazaa na roho. Huyu ni kiumbe aliyeleta wivu katika ufalme ule wa giza na yule mwovu. Na kwa sura hiyo, pumzi mwanadamu anayopumua ni ile ile anayopumua Mungu mwenyewe, maana alipulizia mavumbi akawa nafsi iliyo hai. Na uumbaji wote ukabaki katika hali ya kustaajabishwa na kiumbe huyu anaitwa mwanadamu na investment ambayo Mungu ameinvest ndani yake. Ndivyo utakavyoweza kutambua kwa nini inakuwa ya machungu sana kwa Mungu kumpoteza mwanadamu, kwa sababu ya sura na mfano wa Mungu. Sura na mfano wa Mungu. Wakati wowote shetani anapomshambulia mwanadamu, anapata furaha kwa sababu anapata picha kama anamshambulia Mungu. Na kwa sura hiyo, anachokitafuta siku zote ni kumfedhehesha huyu mwanadamu. Alikuwa na jina jema, afedheheke, apoteze heshima kabisa. Alikuwa anabeba utukufu na fahari, awe mtu aliyevikwa mavazi ya magunia. Ayubu, maandiko yanasema, akakaa katika mafiga ya moto, akijipaka majivu mwili mzima, akijikuna majipu yale na vigae vya vyungu vilivyopasuka.
maumivu kutoka utosi wa kichwa chake hata unyayo wa miguu yake. Kwa wale ambao wamewahi ku experience jipu au kajipu, utaelewa ukikutana na kamoja maumivu yake yanakuwaje. Niambie akiwa majipu kutoka utosi wa kichwa hadi unyayo wa miguu. Ni mtu ambaye alipigwa na pigo la kufedhehesha. Natamka juu yako siku hiyo leo, vazi la utukufu wa Bwana na lije juu yako. Fedheha itoweshwe pande zote za maisha yako, na uvikwe na heshima, na ubebe jina lilo jema, na utengwe na kila shambulio la fedheha. Jambo la pili ni maisha gani yanayoweza kumtokea mtu katika kielelezo cha shambulio la mapigo ya namna nyingi lilompata Ayubu. Ni kwamba wewe kama ni mtumishi wa Mungu, shetani mara zote atafanya jaribio la kukushambulia na roho za namna mbili. Ya kwanza ni kukata tamaa, ya pili ni kuchanganyikiwa. That is discouragement and frustration. Mtu anapokuwa amekata tamaa kama ilivyokuwa kwa Elia Mtishbi, Mungu hana jambo la kukutendea tena. Unafanya nini hapa? Elia anasema imetosha, mimi sio mwema kuliko baba zangu. Wamewaua manabii wako wote, nao wanaitafuta roho yangu, wanataka kuniua. Ingawa Mungu alimwambia wako manabii 7,000 hawajapiga goti kwa Baali Elia, lakini Mungu hakumzuia Elia katika safari ya kufunga malango yake hapa duniani. Elia, Mungu hakuwa na mpango Elia afe kabisa. Alimpeleka mbinguni kwa magari ya moto na wapanda farasi wa moto, lakini Elia alikata tamaa, akiwa amemaanisha heri afe. Ukikata tamaa, Mungu hana namna ya kuanza mahala popote pa kukusaidia. Utakuwa umefunga malango ya msaada wa Mungu kwa maisha yako. Ukichanganyikiwa, yani a sense of frustration katika maisha yoyote ya mtumishi wa Mungu, huwa inakufanya ufanye maamuzi mabaya, maamuzi yatakayokugharimu. Pengine kile kitakacho kugharimu kinaweza kisiwahi kuwa kitu cha kurejeshwa mahala pake. Ilikuwa ni hali ya kuchanganyikiwa iliyompiga Musa, mahala ambapo Mungu anamwambia kauambie mwamba utoe maji. Anapoenda anawaambia kwamba njooni muone kama mimi na Haruni ndugu yangu hatuwezi kutokezea maji kwenye mwamba huu. Hiyo ilikatisha safari ya Musa kwenda Kanaani, na haikubadilisha mahala popote. Hata kwa maombi ya machozi ya Musa, Mungu alisema usiendelee na maombi, kabidhi ofisi yako kwa Yoshua na wewe ukusanywe kwenye mlima huu. Hali ya kuchanganyikiwa inaweza kukusukuma ufanye maamuzi yasiyofaa juu ya ndoa yako, juu ya huduma yako, juu ya watu wa thamani katika maisha yako. Roho Mtakatifu akuhifadhi na kukufanya kwa salama, ili upate kuwaza na kuyaona yale ayaonayo yeye na unene anenavyo yeye, nawe ukayaone matokeo ya wema na fadhili zake siku zote za kuishi kwako. Jambo la tatu inadhihirikaje? Ni pale ambapo adui huwa anayashambulia maisha ya mtu katika wakati na saa ambayo umepata ushindi, umeyaona matokeo yaliyo mema, na uko tayari kufanya sherehe na shangwe ya kumtukuza Mungu. Ayubu alikuwa anaishi kwa unyoofu, kwa unyenyekevu, akimcha Mungu, na Mungu akaona fahari kule mbinguni. Mmemwona mtumishi wangu Ayubu? Maana yake alikuwa amefanikiwa sana. Na adui akasema hakuabudu wewe bure, huyu ataachaje kukuabudu? Mali yake umeiongeza sana, umempa ndoa iliyo bora, umempa watoto walio bora kuliko nchi yote ya Usi, na sisi tunapotaka kumpiga umemzingira kwa wigo wa moto, hatumpati. Ataachaje kukuabudu?
Mungu akasema huyu aniabudu kwa sababu ya vitu, ondoeni vitu muone. Wakaondoa vitu na Ayubu akadumu kumwabudu Mungu. Hii inamaanisha nini? Shambulio la adui linainuka katika saa ambayo shuhuda zako sasa zinamelemeta, shuhuda zako sasa zinadhihirika, matendo ya Mungu yako wazi kwamba Mungu yuko upande wako. Watoto wako wamefaulu vizuri, watoto hawa wamegraduate, huyu amepata mkataba ule wa kazi, huyu amepata mpenyo ule, huyu ametuletea habari ya ndoa yake na kila jambo linaenda vizuri, umepata contract ile, umejenga nyumba ile, umenunua shamba lile, kila jambo Bwana anawabariki. Ndio nyakati ambazo shetani anasema hatuwezi kuruhusu haya yaendelee. Kama anavyoendelea tutashambulia. Unafanya nini kupata suluhisho la mashambulio haya tunayoyaita shambulio la namna ya Elimelech? The multiple disasters, the multiple adversities. Jambo la kwanza, pokea ufahamu wa kujijua wewe mwenyewe, kumjua Mungu wako na kumjua adui yako. Hii ndiyo jumla ya yote tunayoyaongelea yanayohusu vita vya kiroho. Kumjua Mungu, kujijua wewe mwenyewe na kumjua adui yako. Mara zote kama haujijui wewe mwenyewe, haujitambui wewe mwenyewe, hujui ni thamani gani mbingu zinakupatia, na hujui kwa nini adui anakuandama kiasi hiki, huwezi kuelewa kwa nini utoke Bethlehemu uende Moabu. Huwezi hata kuelewa kwa nini uko kwenye madhabahu hii ukimwabudu Mungu. Huwezi hata kuelewa kwa nini uende mahala ambapo ni pana mapambano na vita kali kuliko mahala ulipo. Umekosa kujitambua. Tazama, kwa mtu ambaye anahitaji kumjua Mungu, huwa tunanena ili upate kumtumikia vema, lazima umjue vema. Mungu alimpa Musa kuzijua njia zake zote na Israeli wote kuyaona matendo yake. Hii inamaanisha nini? Kuyaona matendo ya Mungu ni kiwango kingine, na kuzijua njia za Mungu ni jambo jingine tofauti. Na hapa ndipo panapokuja umuhimu wa kule kumjua yeye kwa kina na njia zake. Lakini mjue pia adui yako, mjue adui yako. Hapa ndipo panapokuja aina ya studies kama za demonologies na kujua shetani na kazi zake na mapepo na kazi zake. Wako wanaosema mimi nataka unijulisha habari za Yesu mbinguni tu basi, usinieleze habari za shetani na mashetani. Utakuwa umefanya makosa makubwa, kwa sababu ukikuta Paulo anaongea kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Paulo kama Farisayo, kama msomi wa Taurati, ananena hivi kutoka wapi? Ni kutoka kwenye Ufunuo tu? Hapana. Kuna kazi ya studies anazozifanya. Ni yeye anayetupatia majina ya kina Yane na Yambre, watu ambao walikuwa ni wachawi wa Farao. Lakini unapotafuta kwenye kitabu cha Kutoka, maandiko yanasema kuna wachawi wa Farao nao walikuja na fimbo zao. Unawajuaje kuwa walikuwa kina Yane na Yambre? Maana yake huyu mtu alikutana na kitabu cha Yashel. Ndicho kinachomweleza kwamba hawa wachawi walikuwa majina yao ni akina nani. Haya tunayakuta kwenye Biblia sasa. Unapokutana matukio namna hii inamaanisha nini? Huyu mtu anamjua Mungu, anamjua adui yake na kujijua yeye mwenyewe. Jambo la pili, nini cha kufanya? Tambua ya kwamba maoni au mawazo ya watu sio usemi wa mwisho kwa maisha yako. Mungu ndiye msemaji wa mwisho kwa maisha yako na hatima yako. Elifazi Mtemani, Bildadi Mshui, Sofari Mnaamath na Elihu mwana wa Barakeli mbuzi
hawakuwa watu wa kusema chochote kinachoamua hatima ya Ayubu. Walinena, nao walikuwa wafariji, wataabishaji na matabibu wasiofaa chochote. Watu waseme, wakiwa karibu na wewe wafumbue vinywa vyao, wakiwa mbali na wewe waseme wasemayo, wa kwenye social media waseme wasemayo, wanao kunenea uongo wanene wanenayo. Kuna sauti ikinena. Hii ni sauti ya Mungu. Inaamua kesho yako, inaamua utukufu wa familia yako, inaamua hatima ya maisha yako yote. 3, unafanya nini kuepuka majanga haya? Itie rehema ya Mungu. Itie rehema ya Mungu. Itie rehema ya Mungu. Hakuna mwanadamu anayeweza kuwa mtakatifu akafika mahala pa utakatifu wa utakatifu ule wa Mungu. Wale maserafi walio mbele zake wanalia kwa maelfu na malaki ya miaka wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye enzi, uliyekuwako, uliyeko na utakaye kuja. Sentensi inayofuata ni moja, lakini wananena mtakatifu mara 3 kila wanaponena. Viwango hivyo vya utakatifu wa Mungu mara 3 ni mtakatifu wa sentensi inavyosikika hivyo hivyo, sio ilivyo katika roho. Kwa lugha nyingine, Ayubu alipokuwa akisema, mimi sielewi kwa nini mwenye enzi amechagua kunitenda haya, na mimi nimeenda kwa unyoofu maisha yangu yote. Nilikuwa sauti kwa wasio na sauti, nilikuwa chakula kwa wasio na niliwapa chakula, fungu lao la chakula wasiokuwa na chakula lilipita mikononi mwangu, nikalifikisha kwa uaminifu. Sikuwanyima wajane haki yao, yatima walipata malisho yao mikononi mwangu. Nakumbuka siku hizo, sikujiepusha na habari ya mnyonge yoyote aliyekuwa anahitaji msaada wangu. Nilimtetea asiyekuwa na nguvu, na sielewi kwa nini mwenye enzi amenitenda haya. Hakujua ya kwamba kazi iliyokuwa imetendeka ni ya Shetani. Na kwa sura hiyo, Ayubu alipohojiwa na Mungu, Ayubu, niambie, aliyeumba mbingu ikasimama bila ya nguzo ni nani? Aliyeumba bahari akaiweka bila akaiwekea mpaka isivuke mpaka wake kwa maelfu ya miaka ni nani? Na Ayubu akasema, nimenena mambo nisiyoyajua, lakini hata sasa naamini ya kwamba wewe waweza kuyatenda mambo yote. Ayubu akawaombea rehema rafiki zake, na Mungu akarejesha maradufu ya yale aliyopoteza. Angukia rehema ya Mungu. Angukia rehema ya Mungu. Ondoa manunguniko kinywani mwako. Pengine kuna mambo 2, 3, 4, 5, 10 au zaidi ulitenda vema, ukatazamia upate ijara za mema kutoka kwa Mungu. Na tazama, ulioyapokea hukuyatarajia. Bado Mungu huwa anabaki kuwa Mungu. Akikutendea ulioyataka au asipokutendea ulioyataka, bado yeye hapungui kuwa Mungu. Na ni Mungu mtakatifu, Mungu wa haki, anayejua vema kwa nini ameruhusu haya yote yakutokee kama yalivyo kutokea. Jambo la 4, unafanya nini? Acha dhabihu za maisha yako zinene mbele za Mungu. Ayubu kwa imani alidumu kutoa dhabihu madhabahuni kwa ajili yake na kwa ajili ya watoto wake, ili kukiwako na sababu ya kufanyiwa upatanisho afanyiwe upatanisho. Kuna sauti ambayo huwa tunanena, sauti ya dhabihu ya mtu katika ulimwengu wa roho. Kuna mambo ya kuyaomba na kuyaombea. Ulimwengu wa roho kuna level ambayo maombi ya maneno yanaleta maana,
na kuna ulimwengu ambao dhabihu ndizo zinazojibizana katika ulimwengu huo. Mtu mwovu kama mfalme wa Moabu alitoa kafara mtoto wake mwenyewe wa kuzaa na yule atakayerithi kiti cha enzi. Kwa upande wa Israeli, walikuwa wana sauti ya unabii tu inayotoka kwenye kinywa cha Elisha, nabii mwenye nguvu katika Israeli, kwamba mtaenda, mtashinda, mtawachukua mateka. Lakini huyu aliyetoa kafara aliwashinda waliokuja na neno la unabii. Kwa lugha nyingine, ilikuwa ilazimu nini? Wanaporejea, wanapomwabudu Mungu, wanapoinua madhabahu, wanapoachilia dhabihu, wanapoenda kwenye uwanja wa vita, wanapata ushindi usiokuwa na kizuizi tena. Hata katika siku ile ambayo Elisha anawaambia, chimbeni mahandaki, hakutakuwa na mvua wala hamtaona upepo, lakini kukicha asubuhi mtaona yamejaa maji. Maandiko yanasema ilikuwa ni katika saa ya dhabihu ya asubuhi, walipokuwa wanatoa dhabihu, mahandaki yakafurika maji. Hii inakwambia nini? Maisha ya mtu ambaye anataka kuona Mungu akimpigania tena na tena, yafanye maisha yako kuwa manukato na dhabihu inayonena kwa uzuri mbele za Mungu siku zote za maisha yako. Mahala sahihi pa kuanzia, mpe Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako, omba nami. Sema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unifanye kuwa wako, maana nachagua wokovu leo, nami nitaendelea mbele daima na kamwe sitorudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Fanya uamuzi, tukutane katika madhabahu ya mji wa Bwana siku zote. Uwepo wa Mungu katikati yetu ni fahari isiyoweza kuchukuliwa kiwepesi. Ibada ya kumwabudu yeye katika roho na kweli, maombi na maombezi na mdhihirisho wa mawimbi na nguvu za Mungu katikati yetu, ni jambo linalokupa wewe kionjo cha rohoni ambacho kamwe huwezi kustahimili kupishana nacho. Tukutane uso kwa uso katika madhabahu ya Bwana, na Mungu anayekupa kuisikia sauti ya madhabahu katika mji wa Bwana akakupe wewe shuhuda za yote aliyowatendea na kuwapa wengine pia. Kwa namba zinazopita kwenye screen ya TV yako, wasiliana nasi kwa maombi, maelekezo na ushauri. Nawe uwe na hakika ya kwamba kutoka mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu, Mungu anayafikia maisha yako kwa sura hiyo, ili akutenge na majanga ya namna nyingi, akupe ushindi mwishoni, akupe ushuhuda wa mwishoni, na akupe wimbo wa kumtukuza kwa daima. Tuombe. Baba, na kutukuza mno. Je, si ndiwe unayelipeleka neno lako likatuponya na kututoa katika kila namna ya maangamivu? Ilikuwa hivi kwa Ayubu Bwana, ukarejesha maradufu yale yote aliyopoteza, na mkono wako usiokuwa na umbali unyooshwe sasa juu ya mtazamaji huyu. Hata ikawe ya kwamba kwa nguvu ile ile iliyokusanya bonde la mifupa mikavu, iya kusanye maisha yake, maisha yale yaliyotawanywa, ndoa iliyotawanywa, watoto waliotawanywa,
mali iliyotawanywa, heshima iliyotawanywa, kibali kilichotawanywa, ufahamu uliotawanywa, ukusanywe, ukusanywe, ukusanywe katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa hawa wengine wamepigwa na kongwa la fedheha, kwa mkono wako wa rehema na neema, wavike kwa vazi la utukufu wako. Wavike, wavike, wavike kwa vazi la utukufu wako. Waondolee fedheha, waondolee mkwamo, waondolee vilio, waondolee uchungu. Wajulishe njia zako, wafunulie yaliyofichika ndani yao, waonyeshe habari ya hila ya yule mwovu na habari ya hukumu ya jehanamu ya moto. Wape kuona mafungamano ya kweli na kiti cha enzi cha mbinguni, kwamba wewe ndiwe msemaji wa mwisho, Alfa Omega, uliyeamuru kunena kwa Ayubu, naye akawa na mwisho ulio mwema maradufu kuliko yale aliyopoteza. Mpe kufidiwa, mpe kuona wema wako, Bwana. Komesha machungu, komesha magonjwa, komesha machozi, komesha anguko, komesha mkwamo, komesha kukanyagwa, komesha mkono wa mwivi na dhuluma, katika jina la Yesu Kristo. Hivi ndivyo ithibitike pande zote za maisha yake, ya kwamba Mungu mwenye kurehemu umemrehemu, 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 ili ya kwamba maisha yake kwa imani, Bwana, aweke uzingativu wa moyo wake wote kwako wewe, maana utajionyesha kuwa ni mwenye nguvu kwa hao waliokaza mioyo yao kukutazama wewe. Jionyeshe Bwana, jionyeshe kuwa ni mwenye nguvu kwa maisha yake. Jionyeshe kwamba wewe ni Mungu usiyejua kushindwa. Geuza umateka wake kama ulivyogeuza umateka wa Ayubu. Ondoa vilio vyake viwe kicheko, na maombolezo yake yawe kelele za shangwe. Fedheha yake iwe vazi la heshima. Yale yote yaliyo mkwamo wake yawe ushuhuda wa kukutukuza. Baba, asante, maana hivi ndivyo ilivyothibitika kwamba ndio yako ni ndio na sio yako ni sio. Inapokuwa imetendeka vivyo, utukufu wote na uwe wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Jina la Bwana na litukuzwe na kuhimidiwa mno. Mungu anayetuleta katika sehemu ya 6 na kipindi hiki cha 4. Tunapokwenda sehemu ya 7, tukutane katika kipindi kijacho. Hadi wakati huo, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.